maqulatun khatia, maneno ambayo yanasemwa amili nnasa kama yuamilunak. Sijui kama mtanikubalia na sijui kama mtanikatalia. Maneno yanasema mfanyie mabaya yule anayekufanyia mabaya, msengenye yule anayekusengenya, muongopee yule anayekuongopea, mrudishie jambo lolote yule ambaye amekufanyia jambo hilo. Maneno haya ni maneno ambayo yamekaa kimakosa na si maneno mazuri. Kwa sababu gani? Annasu fihim alkadhib walkhain walkhashash walmukhadi' falau annaka amalta kulla insanin kama yuamilunak la jama'ata fika man faraka fihim. Allahu akbar. Kwa nini maneno haya ni makosa? Anasema kwa sababu katika jamii kuna watu waongo, kuna watu wenye kufanya khiana, kuna watu wenye kufanya ghish, kuna watu wazinifu. Kwa hivyo lau kama utawatendea watu mambo waliokutendea, basi wewe utakuwa muongo, utakuwa mzinifu, utakuwa mtu mwenye kufanya ghish na utakuwa mtu mwenye kufanya khiana. Kwa sababu fulani amekuongopea, utataka umlipizie kwa kumuongopea. Mwingine amekufanyia khiana, utataka umlipizie kwa kumfanyia khiana. Mwingine amekufanyia ghish, amekudhulumu, utataka na wewe umdhulumu, umlipizie kama alivyokufanyia. La jamaata, basi utakusanya hizi sifa zote ambazo tumezitaja hapa. Kwa hivyo ukiwa kila kitu unalipiza, ina maana ya kwamba utakusanya kila kitu ambacho unafanyiwa. Kwa hivyo wewe ndo utakuwa ahattu nnas, wewe utakuwa ni mtu wa chini sana kuliko watu wote. Wewe utakuwa ni mtu muovu kuliko watu wengine, kwa sababu huyu kakusanya sifa ya uongo peke yake, huyu ni khain peke yake, huyu na ana husda peke yake. Sasa wewe utakusanya sifa zote, wewe utakuwa ni khain, muhasidi, utakuwa mwenye chuki, utakuwa na kila sifa. Kwa sababu gani? Kwa sababu umechukua hii kanuni, unalofanyiwa na wewe lazima ulipize ufanye hilo hilo. La, si kila kitu katika haya maisha ndugu zangu kinahitajia malipizo, na si kila malipizo lazima ufanye ulilofanyiwa. Kuna wakati malipizo yanalipizwa kwa kuto kufanya ulilofanyiwa. Allahu akbar, ndugu zangu. Lidhalik, kwa hivyo basi, amili nnasa kama tuhibu an yuamiluk, ishi na watu, wafanyie watu na ishi nao vizuri. Ishi nao kwa mfumo gani? Ishi na watu kwa mfumo wa wewe unavyopenda kuishi nao. Mimi napenda kuishi na watu wa kweli, basi ishi na watu kwa ukweli. Kama hupendi kuishi na wanafiki, jitenge na wanafiki. Kama hupendi kuishi na watu mahasidi, jitenge na mahasidi. Ishi na watu vile unavyopenda wewe waishi na wewe au uishi nao. Ndiyo maisha unayotakiwa kuishi, na sio kuishi na watu kwa kuwalipizia kisasi kwa kila unachofanyiwa. Hadhihi almaqula khatia, hakika ya msemo huu ni msemo wa kimakosa. Wassalamu alaikum.